Mimi naitwa Uswege Kagubo Mwitebele, ni mwekezaji mdogo wa ndani katika bwawa la samaki la Kitope. Yaani hapa Kitope tunafuga samaki, lakini vile vile huwa tunapokea watalii wanaoenda kupanda mlima Rungwe. Kwa ni camping site. Kwa hapa panaitwa Kitoka Farm kwa jina lingine la kampuni yetu ndogo ambayo inaendesha huu mradi. Eneo hili ni mali ya kijiji cha Siukula ambalo nililiona miaka mitatu iliyopita likiwa limetelekezwa, limejaa matete, hali mbaya, samaki hawapo tena, milango ya kutoa maji yakiingia yanatoka. Basi nikaomba rasmi kwenye kijiji kwa ajili ya kuendeleza lakini na kufanya shughuli za maendeleo ya kijiji chetu cha Siukula, kwa sababu na mimi ni mzawa, niliona uchungu kupoteza fursa kama hizi. Jambo la kushangaza ni kwamba nilivyolipata hili eneo, makubaliano yetu katika muhtasari wa kijiji ni kuwaomba wananchi wanaozunguka bwawa hili ili niweze kufanya shughuli zangu za maendeleo. Shughuli zangu za maendeleo ni pamoja na mambo ya ufugaji wa kuku na kutoa elimu ya utalii kwa vijana, kwa sababu uzoefu huu nilikuwa nao huko nyuma. Nilikuwa na miliki chuo cha habari na utalii Royal College of Africa kule Nane Nane. Kwa hiyo nikaona ni bora shughuli hizi nizihamishie nyumbani kwetu. Imesikitisha kwamba watu hawajapokea maendeleo. Kwa hiyo juzi walifika watu hapa wakaanza kung'oa miwa, matunda, mikuyu niliyopanda kwa ajili ya hifadhi ya maji na kudai ni mashamba yao. Na ni kweli hili pori lilikuwa na miti na tulikubaliana mpaka kwenye ngazi ya kata mimi nimlipe huyo mwananchi shilingi milioni 3, ambazo kwa bahati mbaya hela yangu mimi ilikuwa mbali, sijamlipa. Basi akaja kung'oa na kuahidi kwamba atapasua mabwawa, na alishaanza kupasua mabwawa. Alifanya jaribio la kwanza, akapasua mabwawa. Nikaenda kulalamika kwa balozi, lakini hakuna aliyechukulia maanani. Kitendo cha jana ambacho kilitishia uhai wangu, amekuja wakiongozana na mjumbe wa balozi, wakaanza kung'oa maua ambayo yalikuwa yanapamba campsite na kubomoa mabanda, kubomoa choo, kubomoa matunda mbalimbali yaliyopo pembezoni mwa bwawa. Kama unavyoona ni mita hazifiki hata 10. Basi wamefanya asubuhi wakitarajia kwamba labda mimi nitapigana nao, lakini nikaona huku nimekuja kuwekeza, sikuja kupigana na mtu wala kuua. Basi kwa sababu walijiandaa wao kwa silaha, niliwaacha mpaka wamalize azima yao, na wakaahidi kwamba kesho watakuja kubomoa bwawa ambalo linatumika kwa utafiti wa samaki wa Ziwa Nyasa anaitwa Mbasa, na vyuo vikuu vingi vya Tanzania wanakuja kila mwaka kufanya research kwa kushirikiana na TAFIRI, Tanzania Fisheries Research Institute, ambao niliomba na wakaniambia niombe kibali wizarani. Kwa hiyo hapa nina kibali cha wizara. Kwa hiyo tunatoa elimu vijana wetu, watoto wetu wa Tanzania wote wanakuja kufanya utafiti wa samaki Mbasa. Kwa hiyo sasa wanatarajia kulibomoa kuanzia Jumatatu, nalo libomolewe na wafanye azima yao. Siku 3 zilizopita walivyobomoa
nilienda kwenye baraza la usuluhishi la kata ili waweze kutusuluhisha, nipate muda wasubiri fidia yao hiyo ya milioni 3 huyu mtu. Lakini jana amefanya akiwa mikononi ameshika summons aliyopata kwenye baraza la usuluhishi, ambayo shauri lilikuwa litafanyika Jumatatu. Kwa hiyo amefanya maksudi na akisema kwamba hii amepata kibali cha mtendaji wa kata, amepata kibali cha mwenyekiti wa kijiji, amepata kibali cha balozi ili waweze kufanya uhalifu huu. Kwa kweli inanisikitisha sana. Mlikubaliana hiyo milioni 3 na walipa lini? Hiyo milioni 3 tulikubaliana kwamba ni baada ya miezi kwa kikao cha mwisho miezi 3. Ambacho kilifanyika lini? Ni mwezi mmoja uliopita. Ndio. Kwa hiyo na maana miezi 3 bado haijafika. Lakini kwenye kata ni karibu mwaka mmoja, mwaka jana ndio tulipofikia mwafaka. Mara ya kwanza walikuwa wanakataa kabisa, wanasema sisi tunataka mashamba yetu, tunakata mashamba yetu. Lakini afisa mtendaji wa kata akatoa elimu na wakakubali kwamba wafidiwe. Kwa hiyo mwaka jana ndio ilipotoka sasa tukabageni bei kwamba walipwe milioni 3. Ombi langu kwa serikali ni kwamba haya maji yako chini ya chombo maalum ambayo ni Lake Nyasa Basin au tunaita bonde la Ziwa Nyasa. Bonde la Ziwa Nyasa na kibali ninacholipia, na nimelipia kutoa maji ya mto Beja ambayo yanaingia kwenye mabwawa, wamefunga yote. Na wao Lake Nyasa Basin wana mita 60 kutoka kwenye hifadhi za maji, lakini pamoja na hayo hawawezi kujali, na wao wala hawajanisumbua, na mimi naenda kulipia kama kawaida. Lakini pia samaki wanaovuliwa hapa wanawasaidia wanakijiji, na vile na leseni ya kuuza samaki hao kwa halmashauri. Na vile bado ili bwawa linatoa elimu kwa Watanzania, wanafunzi wetu wa vyuo vikuu. Kwa na ushauri serikali inisaidie ili nipewe muda wa kutosha kwa ajili ya kumaliza swala hili. Na mwenyekiti, nimeona mwenyekiti hayuko upande wangu kabisa. Yeye mpaka sasa hivi kipande cha bwawa haja nikabidhi, anaelima ni shangazi yake na anaendelea kumlinda. Wanachimba mchanga, wanaharibu mazingira. Nilikuwa na shamba la Azora, wamebomoa, wameharibu, wanapiga dawa mpaka kwenye bwawa, samaki wanadumaa. Sasa ninaomba serikali tukufu chini ya kiongozi wetu Mama Samia iliangalie swala la uwekezaji. Alafu hii sera ya uwekezaji labda haijafikishwa vizuri kwa wananchi, na wenye viti waweke wenye viti wenye uelewa, waendane na sera za Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kama hawana uelewa ndio haya tunayopata madhara. Ningeleta ugomvi mimi ningeuawa, kwa sababu walijiandaa, walikuja na silaha kuvamia kwenye site bila kuogopa. Nina mbwa na nyuki na nini, sikuweza kufanya hivyo kwa sababu kwanza na mimi ni mzawa, lakini vile kuna uongozi. Kwa hiyo nimejaribu kufuata hizi sheria na taratibu za serikali, lakini bado niko hatarini. Sijui hata kulala, sijui hata choo nitaenda wapi. Habari mwenyekiti. Namba. Habari ya kazi? Nzuri, za huko? Salama kabisa. Mimi nipo kijijini kwako hapa. Jina langu ni Anthony Komba, mwandishi wa habari. Kijijini sehemu gani hapo? Hivi leo nimetoka ofisini hapo hapa. Unaenda wapi? Nashuka Kilimo. Kwa hiyo ofisini utarudi tena saa ngapi? Hivi sasa hapa
kijijini sehemu gani? Nipo Kitope. Kitope huko. Mimi niko hivi sasa nimetoka ofisini hapa Kisegese, maeneo ya Kisegese. Anyway, lakini tunaweza tukazungumza kwa simu pia kwa sababu jambo langu pekee unaweza kanisaidia tu. Sawa. Sasa kuna mzee mmoja amewekeza huko anaitwa Mzee Kagubo, si unamfahamu? Ndio. Sasa alivamiwa hapa na watu ambao inasemekana walitumwa na wewe, si? Walitumwa na mimi? Hebu waulize vizuri. Wapo hapo? Hapa hawapo. Mimi sijaona, nilisema nikupigie kwanza wewe mwenyekiti. Waulize kwamba hili tumetuma na mwenyekiti, hebu waulize. Kwa hiyo kabla sijaendelea kuongea kwa sababu unajua una rekodi, sitaji kuzungumza kitu ambacho sio cha kitakuwa cha ukweli. Kwamba eti nimetumwa na mwenyekiti. Kwani wewe hilo wametumwa na mwenyekiti? Kwa hiyo ina maana hilo jambo ulifahamu? Silifahamu kwa leo. Nimepata taarifa, lakini nilipopata taarifa hakunipigia yeye kwamba kuna tatizo. Aliyenipigia ni katibu wa baraza la kata kwamba mwenyekiti, nasikia kule yule jamaa analani kule kuna watu wanasumbuliwa, ndipo wewe amekukuta wapi wewe wakati mimi mwenyekiti wake nipo? Akasema hili swala amelileta kwenye baraza. Nikasema haina shida kwa kuwa ni swala la uvamizi na vurugu kule. Mwambie aende polisi kwa sababu ndio utaratibu. Kwa sababu tukisema kwamba sasa yeye aanze kubaraza, mtaenda pale mtakwenda kusimamisha hizo vurugu. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri aende wapi? Aende polisi, ndicho tulichomwambia. Lakini wewe mwenyekiti na maana unalifahamu hilo jambo? Ili kwamba amevamiwa. Kwamba amevamiwa? Ndio, unalifahamu? Niambia nimepigiwa simu kutoka nje ya kijiji changu. Nikasema kwamba kwa kuwa mimi niko mbali, basi mwambie aende polisi kwa sababu huwezi ukaniambia wewe kiongozi wa baraza ukaniambia mimi wakati yeye ndio mwananchi wangu na niko kwenye eneo langu. Kwa hiyo nikasema sasa swala kama hili inabidi aende polisi. Na muda ule ananipigia simu tena, nipo bahati nzuri nilikuwa na afande Pascal, zote tulikuwa tuko wote pale. Akasema sasa hiyo kama anazungumza hilo si bora aende polisi. Mimi nikaongea niko pale. Sasa wewe si ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya kijiji? Ndio mwenyekiti. Kwa hiyo taarifa ilitakiwa upate kutoka kwa nani ili uweze kulifanyia kazi? Taarifa zote naweza nikazifanyia kazi, na ndio maana nimetoa maagizo kwamba kwenye mfumo wa jinsi lilivyo waende polisi akaripoti. Baadaye Cosmas akanipigia kwamba hizi taarifa nimezipata. Kwa hiyo polisi aliponipigia Cosmas, nikamwambia Cosmas, wewe unashauri nini? Akasema umetoa ushauri mzuri kwamba waende polisi. Kwa hiyo ndiko tukaishia hapo. Kwa hiyo Cosmas alikuwa na taarifa baada ya jambo hili na mimi tukashauriana na askari kwamba basi waende kuripoti polisi. Kwa hiyo ndicho alichosema hata yeye Cosmas kwamba basi sawa, ulichoshauri ni kizuri kwamba waende polisi. Umeshafika eneo la tukio kuona hali ilivyo? Sijafika kwenye eneo la tukio, lakini kwa sababu tayari alikuwa kwenye swala la kisheria la watu wa polisi, nikasema basi sawa, Cosmas aende polisi, haina shida. Kuangalia hali haiko kwa sababu itakuwa nitumwe na mtu kwamba labda kuna jambo limefanyika kule uende. Lakini kama ningekuwa ni la kwangu moja kwa moja amenipigia yeye kwa kuwa ananifahamu, haina shida, pia ningeenda. Lakini hata mtu mwingine kwa kuwa amenipigia afande, nikasema afande, sasa unasemaje? Tukashauriana kwamba hilo nitakiwa aje polisi. Kwa hiyo nilikuwa nataka nifahamu kitu kimoja mwenyekiti. Ikitokea kwenye kijiji chako kuna tukio limetokea, mtu ameuawa na familia hawajakupa taarifa, pengine kutokana na kuchanganyikiwa, huwezi kwenda kwenye eneo la tukio? Kwenye eneo la tukio naweza nikaenda. Kwa nini huku hujafika? Lakini mazingira yalivyokuwa yalikuwa yanaonyesha kwamba huyo alitakiwa aende kuripoti polisi kwa sababu ya mazingira yalivyokuwa. Kwa hiyo tunaenda pia kulingana na mazingira. Mazingira yakiruhusu kwamba wewe aliyekupigia simu ni nani, unamwambia bwana, kwa kuwa niko mbali, hebu mwambie aliyekupigia wewe aende polisi akaripoti. Kwa baadaye tena aliponipigia askari, akasema mwenyekiti, kuna taarifa ina umepata? Akasema yeye, akasema umeshauri vipi? Akasema nimeshauri kwamba hao wakimbia haraka aende polisi akatoe malalamiko. Akasema hapo umeongea sawa. Kwa hiyo tukaonekana mimi polisi na baraza tunashirikiana kwa kitu kimoja. Sasa hiyo ndio ambayo sababu inasababisha pengine watu wanasema wewe unashiriki kwenye hilo jambo, ya kuto kufika eneo la tukio pia, lakini pia kuto kumsaidia, kwa sababu kufika polisi pia na wewe unatakiwa ushiriki kwenda kusaidia kwenye jambo hilo, kwa sababu ni yaani mimi sina tatizo, unaona, yaani sina tatizo. Kwa mfano kama ningekuwa wewe ni mwandishi wa habari, ningekuwa nimeagizwa na polisi kwa mwenyekiti sasa ufike, kwa sababu yeye alifika kule polisi, alifika polisi huku, mimi bado sijalijua hilo jambo. Kule napigiwa simu kwamba bwana huyu mtu yuko hivi, nikasema basi sawa afande, kwa kuwa taarifa zimekufikia ni nzuri. Akasema basi umeshauri vipi? Nikasema nimeshauri kwamba waende akaripoti polisi. Kwa hiyo tulikuwa tunashirikiana na polisi kwenye maagizo, hatakuwa tunashirikiana na yeye, tulikuwa tunashirikiana na polisi kwenye maagizo na utekelezaji.
Kwa hiyo umeshindwa kufika kwa sababu yeye alikuruka hajakupitia. Kufika sio shida, kufika naweza nikafika kwa kuliangalia kwamba kuna tatizo limetokea, tatizo gani? Kwa sababu pia nilikuwa niko mbali, ndio maana nikasema kwamba sasa kwa kuwa tayari ameshali ripoti sehemu nyingine ambayo pia ina mamlaka, haina tatizo, linaweza likaendelea. Kufika sio shida. Yaani hata sasa ungeniambia kwa mwenyekiti, mbona hapa sasa hujafika kwenye eneo la tukio, nikasema basi ngoja nije kama kulikuwa na ulazimu. Kwa hiyo tunaangalia pia kwamba je, mazingira yanaweza kusema ufike au mazingira yanaweza kuagiza kwamba huyu mtu anatakiwa aende sehemu gani. Wewe mazingira ulivyowasikia kulikuwa na haja ya kufika au haina haja? Kulikuwa na haja ya kufika au kulikuwa na mazingira ambayo yalitakiwa sasa yawe kwenye utekelezaji. Yaani yeye hapa itakiwa yawe kwenye utekelezaji. Halo. Halo. Naona mtandao unasumbua. Sawa. Mimi ndo niko hapa mabwawani naogelea saizi. Sawa. Basi ngoja tushirikiane nije hapa. Utakuwa mfanya vizuri. Kwa jina naitwa Andrew David Ngosiemo. Ndo mwenyekiti wa kijiji hiki cha Siukora. Lakini pia ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa kijiji hiki. Nilipata taarifa hizi mapema asubuhi kwamba ndugu yangu Kagubo ambaye ni mwekezaji wetu amevamiwa na wananchi. Lakini taarifa hizi sikuzipata moja kwa moja kutoka kwenye eneo la tukio, nizipata kutoka kwa katibu wa baraza la kata, ambako ndiko walikuwa wamepeleka ili shauri kwamba Jumatatu liweze kusikilizwa. Sasa nilipokuwa nikizungumza na yule katibu wa baraza la kata, akaniambia kwamba Jumatatu nimewaita ili tuweze kusikiliza shauri, lakini wale walalamikaji wanaonekana tayari wamekwenda kufanya fujo kwenye eneo la tukio. Kwa mimi, kwa sababu nilikuwa niko mbali na yale mazingira na namna ambavyo hali ile ilikuwa inaendelea, nilimwambia katibu wa baraza kwamba ampigie ndugu yangu Kagubo au ndugu yetu mwekezaji Kagubo kwamba yeye aenda karipoti haraka sana kwenye kituo cha polisi kuepusha huo mgogoro kwa haraka, kwa sababu nilikuwa siko kwenye eneo la karibu. Kwa hiyo baada ya hapo nikaa nimepanga pia kwamba nitafika kwenye eneo la tukio ili nikaangalia wakati taratibu zingine zinaendelea kwenye maeneo ya vyombo vya sheria huko polisi. Baadaye nikapigiwa na polisi kata kwamba kweli yule uliyemuagiza kwamba afike huko kwenye kituo cha polisi amefika na tumempokea, lakini tushauriane tufanyeje kwa ajili ya hili tukio. Baadaye nikasema kwa kuwa ameishafika hapo, basi taratibu zile za kisheria na utaratibu mwingine uendelee maadamu yuko mikono salama. Kwa hiyo niliomba pia kwamba wao watoe ushirikiano naye, kwa sababu hili jambo lililotokea hatujafurahishwa nayo. Ni mwekezaji wetu, hata kama ana mapungufu mengine, lakini yanaweza kuzungumzika mezani na ofisini, sio kwa namna ambavyo wao walikuja kufanya fujo. Hata kama mnalamikia mtu unamdai, huwezi kutumia nguvu ya kiasi hicho, labda uwe na kibali cha kufanya hivyo. Kwa hiyo sisi tunalikemea na tukubaliani nalo kabisa, mimi kama kiongozi, lakini pia tulikuwa ofisini tumelizungumza hili kwamba hatukubaliani nalo kabisa na lisitokee tena jambo kama hili, kwamba hata wananchi wajue kwamba jambo linapotokea, unapokuwa umepata matatizo, sio kujichukulia sheria mkononi. Kuna taratibu za kisheria, kuna taratibu za kimuongozo, lakini pia viongozi tupo kwa ajili yao pia walalamikaji na walalamikiwa. Wote tunashauriana na tunasaidiana kwa pamoja. Kwa mimi nitoe rai, lakini pia nimpe pole ndugu yangu Kagubo, lakini pia Mungu aendelee kumsaidia kwa yale anayoendelea nayo huku, lakini pia taratibu zingine ambazo ziliendelea kule polisi nafikiri ziendelee sasa kwa ajili ya usalama wake zaidi. Lakini pia kwenye hili tukio, nimefika kwenye eneo la tukio, nimeona uharibifu umetokea, mimea mingi imefyekwa hapa na maji yamefunguliwa kutoka kwenye maeneo ya mito na kuingizwa kwenye eneo la bwawa kwa ajili ya uharibifu. Kwa mazingira hayako salama, maua yamefyekwa na baadhi ya matunda na miti mingine mbalimbali ambayo iko kwenye eneo hili. Kwa hiyo wale wahusika waliotenda hili tendo sijawakuta, lakini najua taratibu za kisheria zitaendelea kuchukuliwa. Hoja yangu ipo, kwa nini ulikwenda kuvamia na kuharibu pale wakati bado kuna mamlaka za kisheria ambazo ungeweza kuzifuata zingekusaidia kupata haki yako kuliko ulichokifanya? Ndio hoja yangu. Sasa
haki yangu ilikuwa mwaka jana ndio anilipe. Sasa kibarozi pale aliposema akasema si nini hela nitalipa, aieleweki. Yule muongo ananidanganya mara nyingi. Yaani tena tukisema tu hapa kwa mfano tumetoka kwenye kata pale, tulipokumiana kwenye kata akaenda kuchimba tena lingine, unaona, yaani aieleweki, hela hana. Sasa kwa kufanya hivyo unaamini utapata haki yako kwa kuharibu hayo maeneo? Naam. Kwa kuharibu hayo maeneo ambayo yeye alianza kuyawekeza pengine ambao unasema yapo ndani ya eneo lako, kwa kuharibu nadhani unaweza ukawa unapata haki yako sasa? Haki haipo. Mimi ndio nikaamua tu kwamba bwana, hiyo haki sitaki, basi iache. Mimi nichukue eneo langu nianze kulima majimbi, nilime majimbi, watoto wangu nisomeshe. Sasa kwa namna ambavyo umefanya, unaamini kutakuwa na usalama hapo? Si unaweza ukalima na yeye akaja akang'oa, nini kitatokea? Tasimamia sasa. Tasimamia. Mimi nina familia, na sisi tumefamilia, na sisi tumesimama baba. Yaani sasa hivi mimi nilikuwa natumika, mimi na mke wangu tumesimama. Sasa familia tumekaa. Tumesema sasa yaani ndio maana tukamuuliza nani yule mwenyekiti wa kijiji. Tukasema, mwenyekiti, wewe ulimwekeza nini? Akasema sisi tumemwekeza ni bwawa tu. Alafu timwambieje? Tulikuwa tunamtangazia kwamba miaka 3 ndio tumwangalilie kama ataenda vizuri. Sasa analeta fujo kwa wananchi. Sasa ndio hivyo anatuona kama sisi tu wajinga, hataki kuelewana na wananchi. Ndio mpaka hata bodi za maji wakasemaje? Wakasema aelewane na wananchi. Hata mtendaji hatikimuuliza mtendaji atapeleka vizuri. Yaani ananionea. Sisi ametuambia kwamba ni kweli ni eneo lako. Na mlikubaliana atakulipa. Atanipa lini? Hela hana, hajanilipa mpaka leo hii aliyosema tuliyokubaliana. Ndio hapa tumeandikishana penye kata pale, hata akisema kesho Jumatatu twende tukalisome lile karatasi, iko tayari. Mlishakubaliana na naamini mlikubaliana kisheria. Kile sasa kilichofanyika pale pia ulikifanya kisheria, kwa maana ya kwenda kuharibu pale kwenye eneo lako, ama niseme kwenye eneo lako sasa, kwenda kuharibu kwenye eneo lako. Naam. Niko penye na tulimwambia kwamba mtakuja kuharibu. Tulimwambia kwamba bwana, mimi bwana uondoke pale. Akasema sawa. Akasema mpe muda. Nilimpa muda, nikasema tarehe 30 mwezi wa ulikuwa tarehe 30 mwezi wa 6 huu uwe tayari umeondoka. Kweli akasema kakiri, akaweka saini. Ndio. Kwa balozi leo tarehe jana ilikuwa ni tarehe 18 bila shaka. Nilikuwa ni ofa. Kakuta sasa hajatoa kila kitu, hajatoa. Ila sasa amesienda tena kwenye safu. Amesima na mashimo anajalia kwenye kibwawa hiki. Okay. Mimi pale nikaenda kuezuia pale, nikaumwa na nyuki na watu wainiona nashambuliwa na nyuki. Mlikubaliana kwamba kama hatakuwa hajaondoka wewe utakwenda kumuondoa kwa nguvu? Sio kwa nguvu. Mimi nitaenda kwa kitu mimi mwenyewe. Ndio nimwambia mimi ndio nitaanza kwanza kufanya kazi yangu pale kwenye mashamba yangu. Sasa mtakubali wake, mtafute mtendaji atakwambia vizuri. Kwa sababu kesho pia mimi nitakuja huko, naamini tutazungumza kwa kina zaidi. Si utakuwepo kwenye hicho kikao cha kesho? Mtendaji awepo, mwenyekiti awepo, ndio nitakuja. Kwa hiyo mpaka uhakikishiwe kwamba watu hao wawepo ndio wewe unaweza ukaja. Ndio vizuri, ndio mashahidi wangu, ndio tulioanza na kesi pale. Sawa, nakushukuru sana. Unaweza ukaniambia majina yako na unaishi wapi? Majina yako huko. Majina yako huko. Wapi tena? Yako huko. Walikwambia huko. Mimi nilipata namba ya simu. Niliomba. Mungu anajua. Mimi natendeka, Mungu anajua. Tunaomba na Mungu ananisaidia. Mimi ni eneo langu na familia yangu. Natetea kwa ajili ya familia. Tunashindwa kulinda watoto kwa ajili ya mtu mmoja. Ndio naomba kwamba serikali isaidie. Sawa, nakushukuru.